Karibu sana mpenzi mtazamaji wa Star TV katika taarifa yetu ya habari. Miongoni mwa habari tulizonazo usiku huu ni pamoja na serikali yaombwa kupunguza gharama za matibabu ya saratani. Mtazamaji, kwa hayo na mengine mengi na kusihi ungane nami hadi tamati. Kwanza tupate muhtasari wake. Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ahimiza usimamizi mzuri wa haki kwa maendeleo ya nchi. Maandalizi ya kupokea wanafunzi wa darasa la awali na darasa la kwanza yakamilika katika shule zote za msingi nchini. Kwa habari za biashara na uchumi, halmashauri ya wilaya Musoma ya wanusuru wenye ulemavu kuwa omba. Katika habari za kimataifa, umati mkubwa wa watu wajitokeza kuunga mkono serikali ya Jamhuri ya Kiislamu katika mji mkuu wa Irani, Teherani. Na katika habari za michezo na burudani, vijana waaswa kujituma zaidi ili kuonyesha vipaji vyao na kujiajiri kupitia michezo. Na tukio la Kylian Mbappe lafichua mvutano kabla ya kocha Alonso kuondoka Real Madrid. Unaweza pia kufuatilia matangazo haya kwenye Facebook, YouTube kwa kuandika neno habari Star TV. Mimi ni Bernard James. Karibu na tuwe sote. Tuanze na habari za kitaifa ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema hakuna taifa linaloweza kuwa na maendeleo endelevu na ustawi wa watu wake bila usimamizi mzuri wa haki. Bla Moses ana taarifa zaidi. Ni katika ufunguzi wa mkutano wa 41 wa Chama cha Mahakimu na Majaji Tanzania jijini Dodoma, Rais Daktari Samia Suluhu Hassan akatoa msisitizo wa serikali kuhusu muhimili huo. Uwepo wa mahakama huru yenye uwezo na uadilifu ni nguzo muhimu ya utawala bora na ni msingi wa upatikanaji wa haki. Serikali itaendelea kuulinda na kuheshimu uhuru huu wa mahakama. Aidha, licha ya kupongeza kazi inayofanywa na mahakimu na majaji hapa nchini, Rais Daktari Samia Suluhu Hassan akatoa angalizo kwa watoa haki hao. Watanzania wana matumaini makubwa sana na ninyi, na wangependa kuona mahakama inayosimamia haki kwa uwazi na kwa kuzingatia misingi ya kikatiba, sheria, lakini vile vile utu. Jaji Mkuu wa Tanzania Jaji Masaju, pamoja na kuishukuru serikali kutokana na maboresho yanayofanywa na serikali, akabainisha baadhi ya changamoto zinazoukabili muhimili huo wa tatu hapa nchini. Kwenye utumishi wa umma huku kuna wakati fulani wengine wanajiona bora zaidi kuliko watu wengine. Mtu anayeshindwa kuzingatia umuhimu wa mahakimu na mahakama na majaji atakuwa ni mtu ana changamoto fulani ya uelewa. Chama hiki ni cha kitaaluma na malengo yake makuu ni kama ifuatavyo. Kwanza, kukuza na kulinda uhuru wa mahakama kama sharti la msingi na la lazima la utekelezaji wa majukumu ya kimahakama. Pili, kukuza maslahi na ustawi wa wanachama wake. Na tatu, kudumisha hadhi, heshima na tamaduni za majaji na mahakimu. Mkutano huo umewakutanisha mahakimu na majaji zaidi ya 1000 kutoka mikoa yote hapa nchini. Unatarajiwa kuketi kwa siku 2. Kutoka jijini Dodoma, Bla Moses, Star TV. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe ameziagiza halmashauri zote nchini kutumia makusanyo ya mapato ya ndani kuweka miundombinu katika shule za msingi ikiwemo matundu ya vyoo badala ya kutegemea serikali kuu pekee. Tupate taarifa kamili. Profesa Shemdoe ametembelea shule ya msingi Iyumbu mkoani Dodoma
kuona maandalizi ya mapokezi ya wanafunzi wa darasa la kwanza na darasa la awali, ambapo amebainisha maandalizi katika shule zote za msingi 18,055 yamekamilika na zipo tayari kupokea wanafunzi wanaoanza darasa la awali na darasa la kwanza. Profesa Riziki Shemdoe anatumia ziara hiyo kutuma salamu kwa wakurugenzi wa halmashauri zote nchini kuboresha miundombinu katika shule za msingi kupitia mapato ya ndani. Ndugu zangu, tuna miundo mbinu hapa mingine mipya. Mmenionyesha madarasa haya ambayo yamejengwa kwa fedha za mapato ya ndani kutoka kwenye halmashauri ya jiji. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nizielekeze halmashauri nyingine makusanyo wanayoyapata, tuone vitu vya maendeleo kama kilichofanyika hapa. Kwa hiyo itakuwa ni aibu sana tuna halmashauri inakusanya mapato alafu shule haina vyoo. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosemary Senyamule anabainisha manufaa waliopata katika sekta ya elimu mkoani humo kuchangia kuongezeka kwa ufaulu, huku mwalimu mkuu wa shule ya msingi Iyumbu Monica Nshimba akibainisha utayari wao kuhakikisha wanafunzi wanafaulu kwa kiwango cha juu. Fedha nyingi ambazo wanazileta kwenye sekta ya elimu, na sisi mkoa wa Dodoma tumefaidika kwa fedha za elimu bila malipo au elimu bila ada. Tumefaidika na miundombinu katika kila shule utakaoenda utakuta kuna miundombinu ambayo imetolewa fedha kwa kipindi chake, lakini tumefaidika na ongezeko la ajira za walimu. Tuko tayari kufanya kazi kwa bidii kubwa na kuhakikisha kuwa malengo ya serikali ya kutoa elimu bora ya msingi kwa watu wote yanafikiwa. Tumepata fedha kwa ajili ya shule ya msingi kuboresha na vitu vingine, lakini zipo fedha nyingi zimekuja kwa ajili ya sekondari. Tumetoa fedha zaidi ya milioni 160. Wanafunzi wa shule za msingi na sekondari nchini wameanza mwaka mpya wa masomo 2026 mapema kileo Januari 13. Chuo cha Taifa cha Ulinzi Tanzania NDC kimesema kuwepo kwa uchakataji wa ngozi inayotumika kwenye utengenezaji wa bidhaa mbalimbali ikiwemo viatu katika kiwanda cha kimataifa cha bidhaa za ngozi Kilimanjaro ni ishara nzuri ya kuanza kujitegemea na kuimarisha usalama. Taarifa zaidi na Diana Rose Charles. Ni ziara ya mafunzo kwa vitendo katika mkoa wa Kilimanjaro kwa washiriki wa kozi ya 18 kutoka Chuo cha Taifa cha Ulinzi Tanzania, na ambapo wametembelea na kujionea hali ya uzalishaji kwenye kiwanda cha kimataifa cha bidhaa za ngozi. Akiongoza msafara huo, Brigedia Jenerali Baganchwera Rutambuka akapongeza kwa hatua ya kiwanda hicho kuchakata ngozi kwa ajili ya bidhaa zinazotengenezwa kiwandani hapo. Kiwanda hiki na chenyewe ni mshikadau wa usalama. Kwanza kufanya kazi kubwa hapa, kwanza kinawezesha taifa kutumia bidhaa yake ya ndani, raw materials, lakini pia kinachangia mahara pakubwa kwenye mapato ya taifa, lakini vile vile kimeajiri watu wa kutosha ambao ni wa Tanzania, lakini pia kwa sababu kina ubia na chombo chetu cha ulinzi, magereza wanazalisha vitu ambavyo vinatumiwa na majeshi yetu. Kwa hiyo kinatupeleka mahala fulani pa. Uongozi wa kiwanda cha kimataifa cha bidhaa za ngozi Kilimanjaro unasema ujio ugeni huo utawezesha kukitangaza kiwanda hicho kimataifa zaidi. Tunaamini ni sehemu kubwa ya wadau ambao wanaweza kuwa wateja wa moja kwa moja kwetu, lakini vile vile ni wadau wakubwa ambao wanaweza wakatutangaza katika soko la hapa Tanzania, lakini na soko la kimataifa pia, kwa sababu NDC ni chuo kikubwa ambacho kina wanafunzi kutoka mataifa mbalimbali, na sio wanafunzi tu bali ni seniors. Kwa hiyo tuna imani kubwa kwamba watajifunza kitu kutoka kwetu, lakini pia watatupa connection. Kwa upande wake, katibu tawala mkoa wa Kilimanjaro Kiseo Nzoa akikaribisha ugeni huo anasema umuhimu wa ziara hiyo mkoani hapa ni kuchota uzoefu wao. Hawa ni wataalamu hasa katika sekta ya ulinzi. Kwa hiyo tunapo interact nao namna hii, tafsiri yake ni kwamba tunajifunza mengi pia kutoka kwao. Wanatupa uzoefu wao, wanatupa maarifa walionayo, weledi walionao na ujuzi walionao katika sekta ya ulinzi wa taifa letu. Kwa sababu siku zote watu tunasema kwamba ulinzi ndio moyo wa taifa. Taifa lolote lile ambalo ulinzi wake unalegalega, maana yake ni kwamba sekta zingine zote za kiuchumi, za kiafya, za elimu zinaathirika.
Sasa tunapokuwa tuna interact na wenzetu hawa ambao wamebobea katika sekta ya ulinzi, maana yake ni kwamba na sisi tunanufaika. Diana Rose Charles, Star TV, Kilimanjaro. Jumla ya ekari 66 zimetengwa kwa ajili ya makazi mapya ya wakazi wa kata ya Tindiga, wilaya ya Kilosa mkoani Morogoro, waliohifadhiwa kwa muda kwenye majengo ya shule ya msingi Tindiga baada ya nyumba zao kuathiriwa na mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa za mwishoni mwaka 2025. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Omar Hussein. Ni mwendelezo wa utekelezaji wa zoezi la kupima na kupanga matumizi ya eneo hilo, zoezi lililofanyika kwa ushirikiano baina ya wataalamu kutoka ofisi ya kamishna wa ardhi mkoa na wa halmashauri. Tayari jumla ya viwanja 196 vya makazi vimekwisha pimwa. Tunapima viwanja kwa ajili ya watu walioathirika na mafuriko tu. Kwa hiyo naomba wananchi wenzangu wazingatie hilo. Tusitengeneze ujanja na ikasababisha hadi wale watu ambao wanastahili ya viwanja wakakosa. Eneo ambalo litapangwa na kupima viwanja kwa ajili ya wale wananchi ambao walikuwa na mafuriko kuhama kutoka lile eneo ambalo lilikuwa ni hatarishi kuja kwenye eneo salama. Ziliponyesha mvua kubwa mwishoni mwa mwaka 2025, serikali ikalazimika kuwahamishia kwa muda walioathiriwa na mafuriko hayo hapa eneo la shule ya msingi Tindiga. Hii ni mara ya 3 sasa wakazi wa hapa kukumbwa na mafuriko. Sababu hata mwaka jana, mwaka juzi mafuriko yametokea, lakini tunatafuta maeneo ya muinuko. Tenda kukaa maji naye pia yanafuata hapo. Hapa tunaombeni tu waheshimiwa, tutafikie tuna sehemu ya kwenda kukaa tena. Kwa juu sio tena kama hapa tulipokaa kule tulikotoka. Tulipopiga matatani ya kwanza, tukahamia sehemu ambayo ilikuwa kavu. Ilikuwa hajaingiwa maji. Tukakaa karibu miaka 3. Yakaja akatupiga tena hapo sehemu tulikuwa tumekaa. Tukahamia sehemu nyingine kavu. Ndio mwaka huu tena tumepiga. Msisitizo wao viongozi ni matumizi sahihi ya eneo hilo lililotengwa, kujiepusha na tamaa ikiwemo kuuza, lakini pia ukaidi wa kuendelea kuishi kwenye maeneo hatarishi. Tumekisia siku 6 kazi hiyo itakuwa imekamilika. Wataalamu wetu wa ardhi wakiongozwa na kamishna wa ardhi mkoa wa Morogoro wanafanya kazi hiyo siku na mchana ili kuhakikisha jambo hilo linakamilika. Waende kwenye maeneo watakayopatiwa. Ndio jambo la msingi. Waking'ang'ania watatafuta madhara mengine yataweza kawa makubwa tukawapoteza. Ikumbukwe kuwa zoezi hilo ni utekelezaji wa agizo la Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba la Januari 2 alipofanya ziara mkoani hapa kujionea athari za mvua na kuagiza walioathiriwa kupatiwa eneo la makazi salama na ya kudumu. Kutoka hapa wilaya ya Kilosa mkoani Morogoro, Omar Hussein wa Star TV. Baadhi ya wanawake jijini Dar es Salaam wameiomba serikali kupunguza gharama za matibabu ya ugonjwa wa saratani, hasa ya mlango wa kizazi ambayo inaongoza nchini na kusababisha vifo vya wanawake zaidi ya 6,000 kwa mwaka, wengi wao wakishindwa gharama za matibabu. Taarifa zaidi na Michael Noel. Wanawake hao wamepata sauti juu ya maumivu ya mzigo wa gharama za matibabu ya saratani wakati wa zoezi la upimaji kwa hiari linaloendeshwa kwa siku 2 na asasi ya Shujaa kwa kushirikiana na Malkia. Unaondoka ni wale wachapakazi wasichana ni wengi kuliko ni sisi wazee. Kwa hiyo naiomba serikali ituangalie kwa jicho la huruma na umakini, watupunguzie zile gharama. Unajua kuna magonjwa ambao kama haya yanaongoza, matibabu yangekuwa kidogo, pesa inakuwa chini. Tulikuwa tunamuomba mama yetu Samia Suluhu Hassan hatusaidie katika ugonjwa huu wa saratani, apunguze gharama za hospitali, wakina mama wanawe tunakufa mno. Mkurugenzi mtendaji wa asasi ya Shujaa Cancer Foundation Gloria Akida amesema wanawake wengi wanagundulika na saratani wakiwa katika hatua za mwisho za ugonjwa huo. Ugonjwa wa saratani ya mlango wa kizazi ni ugonjwa ambao unazuilika na pia unatibika. Na unazuilika kwa kupata chanjo. Kuna hii chanjo ya HPV kwa ajili ya wasichana wa umri wa miaka 9 mpaka 14 ambao katika kipindi ambacho hawajaanza mahusiano, na ukipata hiyo chanjo ambayo inaweka kinga ndani yao, wanaweza kuwakinga dhidi ya maambukizi ya hivyo virusi ambavyo vinasababisha ugonjwa wa saratani ya mlango wa kizazi. Daktari kutoka kitengo cha uchunguzi wa saratani taasisi ya Ocean Road, Kandali Samuel, amewaasa wanawake na mabinti walio kwenye rika la kujamiana kupata chanjo ya ugonjwa huo. Si wote wenye dalili hizi inaweza ikawa saratani ya mlango wa kizazi, lakini mara nyingi inaweza ikawa ni changamoto ya saratani ya mlango wa kizazi. Dalili hizo ni kama kutokwa na majimaji yasiyo ya kawaida. Ninaposema majimaji ya kawaida, via vya mwanamke vinakuwa vina majimaji
ambayo yanakuwa ni ya kawaida, lakini inaweza yakawa maji yasiyo ya kawaida, na maji haya yanaweza kawa yanatoa harufu au mara nyingine yanaweza yakawa na damu. Januari ni mwezi ambao Tanzania hutumia kama mwezi maalum wa kujenga uelewa wa jamii kuhusu ugonjwa wa saratani ambao kwa sasa unaongoza kwa kuondoa uhai wa watu wengi nchini. Kutoka Dar es Salaam, Michael Noeli, Star TV. Wanafunzi katika wilaya ya Monduli mkoani Arusha wamepatiwa vifaa vya shule ili kupunguza changamoto ya utoro ambayo inachangiwa na wazazi kushindwa kumudu gharama za ununuzi wa vifaa hivyo kwa wakati na kuchangia wanafunzi wengi kushindwa kuanza masomo kwa wakati. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Rod Kimushi. Kampuni ya mawasiliano ya Vodacom kupitia mpango wake wa Kapu la Vodacom imetoa msaada wa vifaa vya shule ikiwemo mabegi, madaftari na mahitaji mengine kwa wanafunzi wa shule za msingi kata Monduli Juu mkoani Arusha. Vodacom ina maeneo matatu makubwa ambayo inayapa kipaumbele sana kwenye jamii. Cha kwanza ni mazingira, afya na elimu. Kwa hiyo katika hili tulilolifanya hapa ni moja ya kutekeleza ile ajenda yake moja kwenye swala la elimu. Kwa hiyo tumetoa makapu ambayo ndani ya hayo makapu yana vifaa vya kumwezesha mwanafunzi kuweza kujitosheleza kwa yale mahitaji yake ya darasani. Dhumuni haswa la Vodacom ni kutaka kuona tunainua kiwango cha elimu Tanzania. Tunaamini tukiwekeza au kampuni na ikiwekeza kwa wananchi kwenye eneo la elimu ni ukombozi mkubwa kwao. Afisa elimu kata Monduli Juu Simon Matthew anasema msaada huo utaondoa changamoto ya upatikanaji wa vifaa muhimu vya masomo ili wanafunzi waweze kujikita zaidi katika kujifunza. Mimi nawashukuru Vodacom kwa kutuletea misaada kwa makapu ya kuwasaidia watoto kuanza kwenda darasa la kwanza mpaka darasa la 7. Kwa kweli wametusaidia kidogo kwa sababu watoto wengi wanakosaga madaftari, kalamu pamoja na vitu vidogo kama penseli, compass, lakini kwa sasa walionufaika hapa nafikiri watakuwa wamesaidiwa zaidi. Pamoja na kwamba wachache ndio tumewapa, lakini watasaidiana na ndugu zao kule kuwagaia, maana vitu nimeviona ni vingi, kwa vitawasaidia familia kwa ujumla. Wakizungumza kwa tabasamu, wazazi wanasema msaada huo umepunguza gharama za ununuzi wa vifaa vya shule kwa watoto wao kuelekea muhula mpya masomo. Namshukuru sana kampuni yetu ya Vodacom kwa kutusaidia vitu ya wanafunzi kiwemo begi, madaftari, kalamu na vitu vingine. Kwanza imetupunguzia kitu kubwa sana, maana mimi ningeenda kwenye sokoni kununua daftari, begi. Kwa hiyo ni kitu kikubwa sana imenipunguzia. Inaenda kusaidia kwa upande wa wanafunzi, maana mwanafunzi ataenda kujitahidi kusoma kwa sababu amepata vifaa vingi kupitia kampuni yetu ya Vodacom. Rod Kimushi, Star TV, Arusha. Mkuu wa wilaya ya Kinondoni Saadi Mtambule amewataka wazazi na walezi kuhakikisha kuwa wanawapeleka watoto wao shule kwa kuwa serikali imeweka mazingira bora na rafiki ya kujifunza na kufundishia katika shule mbalimbali nchini. Adam Luhumwa ana taarifa zaidi. Mtambule ametoa wito huo alipotembelea shule ya msingi Makongo Juu pamoja na shule ya sekondari Kumbukumbu iliyopo Biafra Kinondoni kujionea hali ya wanafunzi kuripoti shuleni, ambapo ameelekeza wazazi na walezi kuhakikisha watoto wao wanakwenda shuleni. Sasa hakuna kisingizio hata kidogo. Sisi katika wilaya yetu ya Kinondoni, darasa la kwanza tunaotarajia leo waingie darasani ni 9,000 kwa wilaya mzima, kama na 73 hivi. Na hapa darasa la kwanza ni 100. Na tuhakikishie kama ambavyo wazazi mnaona hapa madarasa, hii ni mfano tu katika maeneo yetu yote ya wilaya hii ya Kinondoni. Tuna shule zaidi ya 88. Kwa hiyo tunavyoona hapa ndio tafsiri ya maeneo yetu yote katika wilaya hii. Mkurugenzi wa manispaa ya Kinondoni Hanifa Hamza amesema ni muhimu kwa watoto kuripoti mapema shuleni kwa kuwa serikali imeweka mazingira rafiki kwao kujifunza, hivyo hamna kisingizio. Mimi niwapongeze kwa kuitikia wito wa kuwaleta watoto wetu kuja kupata elimu ambayo ndio msingi wa yote, lakini pia niwaombe tu muendelee kuwa mabalozi wema
kwa wazazi wenzetu tukiwa nyumbani kuhakikisha kwamba mtoto yote ambaye hajaandikishwa shule basi aje aandikishwe, na tunajua kwamba sera yetu ya elimu ni nzuri, mazingira yetu ni mazuri, kwa hiyo msisite kuja kuandikisha. Baadhi ya wazazi na walezi wilayani humo wameishukuru serikali kwa kuboresha miundombinu ya shule kwa kuwa sasa inaleta hamasa hata kwa wanafunzi na walimu katika ujifunzaji na ufundishaji. Shule mara ya kwanza hizi shule, maana tulikuwa tunakuja hapa mpaka unashindwa hata kusema utasemaje. Lakini leo hii kwa kuliona jengo hili kwa Makongo, Mungu awabariki na uongozi, tunaomba bado muendelee, na sisi tutawaombea ili mbarikiwe, ili kusudi mlete majengo mengine, watoto wetu wasome kwa amani na kwa upendo. Watu tunakushukuru mkuu wa wilaya na timu yako nzima pale mlipofanya, sio leo tu mje hapa kwetu, muendelee kuja na zaidi, tena hata kwa surprise, sio kwa simu. Maana utasema watu wamejipanga. Vile tunamshukuru hata Mama Samia, salamu nyingi zimfikie huko alipo. Kwa kweli madarasa ya mwanzoni na sasa hivi ni vitu viwili tofauti. Jumanne hii ya Januari 13, 2026, shule zimefunguliwa katika maeneo mbalimbali nchini. Wito kwa wazazi na walezi ni kuhakikisha watoto wao wanaripoti shuleni kwa wakati, kwa kuwa serikali imeboresha miundombinu ya elimu kuwezesha wanafunzi kujifunza kwenye mazingira bora na rafiki. Adam Luhomwa, Star TV, Dar es Salaam. Chuo cha Taifa cha Ulinzi Tanzania kimeanza ziara ya mafunzo ya wiki 2 kwa lengo la kufanya ulinganifu kati ya nadharia zinazofundishwa darasani na utekelezaji halisi wa sera, mipango na programu mbalimbali za serikali kama zinavyotekelezwa uandani, ili kuwajengea ushiriki, uelewa mpana na mazingira halisi ya usimamizi wa masuala ya usalama na maendeleo ya taifa. Taarifa kamili na Salma Mrisho. Chuo cha Taifa cha Ulinzi Tanzania kimefanya ziara ya mafunzo mkoani Geita, wakianzia wilayani Chato, ikiwa ni ziara ya mafunzo ambapo ametembelea chuo cha VETA pamoja na hospitali ya kanda ya rufaa Chato. Chuo cha Taifa cha Ulinzi Tanzania ni taasisi ya serikali iliyo chini ya Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, lenye jukumu la kutoa mafunzo kwa maafisa waandamizi wa serikali kutoka jeshini, vyombo vya ulinzi na usalama na kadhalika. Washiriki wetu sasa wanapata wasaa au fursa ya kuja uwandani kujifunza kwa vitendo, kuona kwa vitendo au kuona kwa uwazi yale yaliyokuwa yanasemwa, yanazungumzwa darasani kwamba yapo Tanzania au hali halisi iliyoko Tanzania kwa darasani. Sasa wanakuja kuiona hali halisi uwandani. Kaimu mkuu wa wilaya ya Chato Hashim Komba amesema ugeni huu umekuwa ni wa muhimu hasa kwenye uongozi wa kimkakati na ulinzi, kwa maana ya rasilimali watu na rasilimali zilizopo katika kujenga uchumi. Kwa ujio wa chuo hiki kwenye wilaya yetu ya Chato na mkoa wa Geita unakwenda kuleta tija ya namna ambavyo chuo chetu kitapata nafasi ya kujifunza, namna ambavyo uchumi wetu unajengwa na unavyonasibishwa na masuala mazima ya ulinzi na usalama wa taifa letu, namna ambavyo wananchi wanajishughulisha na shughuli za kiuchumi, na namna ambavyo shughuli hizo pia zinaweza kuleta tija kwenye eneo la ulinzi wa taifa letu. Aidha, chuo kinaendesha kozi za aina 2 ikiwemo kozi fupi na ndefu ambayo ina jumla ya washiriki 72 kutoka mataifa 17 ikiwemo Tanzania. Nao baadhi ya washiriki waliotembelea miradi wanazungumza. And the equipment that is there very functional, the dispensaries, everything is very functional and it's very new. Only if Tanzania can keep this facility for assistance of all of the African people to be assisted in here, so that all of us at the end of the day, we do not go outside broader countries to get help. Kwa hiyo kwetu sisi pia kama wanafunzi wa mambo ya strategia na usalama pia kwa nchi yetu, tunaona kwamba kwenye sera mambo yapi yanaweza kawa yanawekewa nguvu zaidi kwa usitawi na faida ya nchi yetu kwa siku zijazo. Ziara hii inatarajia kuongeza ufanisi wa mafunzo na kuwasaidia washiriki kupata uelewa wa kina juu ya changamoto na fursa zilizopo katika utekelezaji wa sera na mikakati ya taifa. Salma Mrisho, Star TV, Geita. Na mbunge wa jimbo la Malinyi Dr. Mektrudis Mdaku ametoa msaada wa mbege kilo 800 ili kusaidia wahanga wa kaya takriban 150 katika kijiji cha Kiswago, kata ya Sofi, halmashauri ya wilaya ya Malinyi, mkoani Morogoro, ambao wameathirika na upepo uliozoa paa na baadhi ya nyumba kuporomoka na kusababisha uharibifu wa mali. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Abdalla Othman.
Bado tupo kwenye hali mbaya na mbaya, yani tunaisemea kwa sababu wengi hawana pa kulala, mazao waliotegemea labda kwenda kupeleka shambani kwa ajili ya kupanda au kumwaga yameharibika. Kuhangaika kwenda kuchukua hizi zana ili nianze kufanya tena makazi mapya, yani kutengeneza tena ile jengo liwe ni vizuri zaidi. Baada ya kurudi nyumbani kwangu nikakuta maafa yametokea, nyumba yangu ikawa imebomoka. Basi nikajaribu kuangalia familia, baada ya kurudi pale nikakuta familia yangu iko salama. Hawa ni baadhi ya waathirika wa janga hilo takriban 150 kutoka katika kijiji cha Kiswago kata ya Sofi, wakielezea machungu aliyokutana nayo baada ya nyumba zao kuathiriwa na upepo mkali uliovuma katika vitongoji vitatu vilivyopo katika kijiji hicho. Mwenyekiti wa kijiji cha Kiswago pamoja na mwenyekiti wa kitongoji cha Langalanga ambacho ndicho kimeathiriwa zaidi wanamshukuru mbunge wa jimbo la Malinyi Daktari Mctredis Mdaku kwa kutoa msaada wa mbegu kwa wahanga, ambapo pia ameomba wadau wengi kujitokeza kusaidia wananchi hao. Hawana mbegu maalum, hawana mashuka, mpaka madaftari ya watoto. Imekuwa ni changamoto. Mheshimiwa mbunge ilibidi awashike mkono wananchi walioathiriwa na matukio haya kwa kutoa kiasi cha fedha ili wananchi hawa waweze kununua mbegu kilo kama 769. Kitongoji changu imeharibiwa sana kwa nyumba karibu 70. Na ndani ya nyumba 70 vyakula, mbegu zimeharibika na nguo za watu. Mwakilishi wa mbunge wa Malinyi Renatus Matola anaeleza namna mbunge wa jimbo la Malinyi Dr. Mctredis Mdaku alivyoguswa na tukio hilo na kwamba ameahidi kushirikiana na serikali na wadau wengine ili kusaidia waathirika hao. Wananchi wa kijiji cha Kiswago yeye aniwa sana. Mheshimiwa mbunge aliwaambia hawa wananchi kwa tutaendelea kupambana na kupata wadau wengine kama wanaweza wakatusaidia, na wenyewe basi waangalie hao waliopata hadha hii ya kuzuia na upepo nyumba zao, lakini hao wengine waliopata kupotelea nguo zao au nguo zao kuharibika, basi na wenyewe wapate msaada kwa namna moja au nyingine. Mujibu wa wakazi wa eneo hilo, hali hii ni mara ya kwanza kutokea na kusababisha uharibifu mkubwa katika makazi ya watu, ambapo pia mbunge Dr. Mctredis Mdaku ametoa shilingi 500,000 kwa ajili ya ukarabati wa daraja lililoharibiwa na upepo huo. Allah Uthman, Star TV. Na mtazamaji, tunaenda katika mapumziko mafupi na tutakaporejea itakuwa ni wasaa wa jicho letu mkoani. Endelea kuwa nami Bernard James. Una kifurushi cha nyota, una kifurushi cha mambo, wale wa Uhuru pia, Bibi Smarty na Super, welipa kifurushi chako cha mwezi. Msimu huu wa sikukuu tumewaletea tena Star Times. Tunakuambiaje? Lipa tukubusti zaidi. Ewe mteja wa antena, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi mzima, tukubusti kwenda mambo mwezi mzima bure, na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 tutakubusti kwenda Uhuru bure, huku ukilipia Uhuru kwa shilingi 23,000 utabustiwa siku 5 zaidi bure. Ewe mteja wa Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tutakuboost mpaka Smart mwezi mzima bure, na ukilipia Smart kwa shilingi 23,000 tutakuboost kwenda Super bure, huku ukilipia Super kwa shilingi 38,000 utabustiwa siku 5 zaidi bure. Star Times, lipa tukuboost zaidi. Nimefanikiwa kupata kazi kwa muda baada ya kutumia platform ya Nafasi. At first nilidhani ningeweza kuona list za kazi na kuweza kuapply mwenyewe kwenye app, lakini nikaelewa kuwa app yenyewe ina apply kwa niaba yangu. Nikaweza kupata taarifa za interview na kujua nimechaguliwa kufanya interview zipi kwenye app. Kupitia Room Your God ilirahisisha zoezi zima kuwa rahisi tofauti na mwanzo. Shirika la Viwango Tanzania TBS kupitia kitengo cha metrolojia tunawakaribisha wadau wote wa sekta ya afya, hususani mahospitali na maabara za utafiti
kuja TBS kutumia huduma tunazozitoa katika fani ya jotoridi, uzito na katika fani ya kemia ya metrolojia. Tunawakaribisha wateja wetu kutumia huduma hizi kwa sababu zitawasaidia sana kuwa na usahihi wa vipimo. Lakini pia Shirika la Viwango Tanzania kupitia kitengo cha metrolojia tunawaelimisha namna ya kutunza vifaa vyao, namna ya kukokotoa yale majawabu yanayotoka katika vifaa vyao ili kuwa na majibu sahihi mnayoyatoa. Mnaweza kutupata kupitia namba ya simu 0800 11 0827. Shirika la Viwango Tanzania TBS linapenda kuwatangazia wafanyabiashara wote wa vyakula na vipodozi kuwa matangazo yote yanayohusiana na bidhaa hizi yanapaswa kuwasilishwa TBS kabla ya kutangazwa ili kuweza kuhakikiwa. Uhakiki wa matangazo haya unafanyika ili kuepusha upotoshaji kwa watumiaji wa bidhaa husika. Matangazo hayo ni yale yote yanayorushwa kwenye vyombo mbalimbali vya habari, mitandao ya kijamii, mabango na sehemu nyinginezo. Kwa maelezo zaidi, usisite kuwasiliana nasi kwa namba ya bure 0800 110827. Hey, wazee wangwe, sasa tunakwenda kidigitali, uhakiki wa haraka kupitia simu janja kiganjani mwako. Sasa tunapunguza gharama na hauhitaji kufika ofisi mbalimbali kufanya uhakiki. Wizara ya Fedha imekuletea mfumo mpya wa wastaafu kujihakiki wenyewe, maalum kabisa kwa ajili ya wastaafu wanaolipwa na hazina, ambao unapatikana ndani ya apps za benki mbalimbali kama vile CRDB, NMB, NBC, TCB, Azania, PBZ, Mkombozi, Exim na Stanbic. Mfumo huo utarahisisha uishaji wa taarifa za mstaafu ili kuboresha taarifa zao na kuimarisha utoaji wa huduma kwa wastaafu kwa haraka. Cha kufanya, uwe na namba yako ya NIDA, ingia katika app ya benki yako, tafuta main app ya wastaafu verification, kisha weka namba yako ya NIDA, alafu piga picha alama za vidole vyako na bonyeza submit. Utapokea ujumbe mfupi wa simu kukutaarifu kufanikiwa kukamilisha uhakiki. Kwa maelezo zaidi, piga namba zetu za simu 0262160000 au fika ofisi za hazina ndogo zilizo karibu nawe, au Wizara ya Fedha, makao makuu, au ofisi ya Rais Fedha na Mipango Zanzibar. Zoezi hili la wastaafu kujihakiki wenyewe kupitia mfumo huu linatarajiwa kuanza tarehe 15 Januari 2026. Katika kutatua changamoto ya huduma za afya katika kijiji cha Kanyindo wilayani Chato mkoani Geita, mwekezaji kutoka kampuni ya Bagogogo ameanza ujenzi wa zahanati katika kijiji hicho itakayogharimu zaidi ya shilingi milioni 200 ili kuwanusuru wananchi hao ambao walikuwa wakitembea umbali wa zaidi ya kilomita 10 kufuata huduma hiyo. Tuungana na mwandishi wetu Renato Simasuguliko kwa taarifa zaidi kutoka mkoani Geita. Wakizungumzia hatua hiyo kijijini hapo, baadhi ya wakazi wa kijiji hicho wakiwemo Beatrice Misigaro, Damian Vedastus na Rebecca Charles wameishukuru kampuni ya uchimbaji madini ya Bagogogo, lakini wakaiomba serikali kulinda mradi wa uchimbaji wa kampuni hiyo kutokana na baadhi ya watu kutoka nje ya kijiji hicho wakiuvamia bila halali, hatua inayoweza kumkatisha tamaa. Tunahangaika hivyo, mgonjwa akizidiwa anaweka kwenye baskeli mpaka kwenye stendi hapo Nyarutembo. Kwa sasa hivi tumepata nafuu sana. Zahanati tumeanza kufanya kazi hapo. Tulikuwa na changamoto wakati mwekezaji hajaweka mradi wake, tulikuwa tuna changamoto ya kupata huduma za afya, unatembea karibia kilomita 7. Tulikuwa tunaenda Buziku, Bwanga, hata Geita. Walikuwa wanambeba hata kwenye basikeli, hata kwenye pikipiki, wanampeleka kujifungua. Akizungumzia hatua hiyo, mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Kanyindo Festo Ndogozi amesema mwekezaji huyo kampuni ya Bagogogo aliingia kijijini hapo kihalali na amekuwa msaada mkubwa wa kijiji hicho, na akarani hatua ya baadhi ya watu kutoka nje ya kijiji cha Kanyindo ambao wamekuwa wakivamia vitalu vya mwekezaji huyo, hatua inayoweza kuibua taharuki. Kwa kweli imetusaidia kwa sababu imetujengea zahanati kama inavyoonekana,
na kwa sasa tayari inafanya kazi. Kuna changamoto ambazo zimetokea kulingana na wachimbaji kuvamia maeneo ya mwekezaji mwenye leseni ya Bagogogo. Mimi tutoe tu hai, wafate utaratibu, na serikali kama serikali iangalie hii changamoto iliyopo. Akizungumzia msaada wa ujenzi wa zahanati na ofisi ya serikali ya kijiji cha Kanyindo, mwakilishi wa kampuni ya Bagogogo Selemani Gira amesema kampuni hiyo ipo kihalali baada ya kuzingatia sheria na taratibu zote, na itaendelea kusaidia jamii kupitia uwajibikaji wa huduma za kijamii CSR. Kituo cha afya kimejengwa kwa kutumia pesa za kampuni kama wajibu wake wa kurudisha kwenye jamii. Thamani ya ujenzi wa majengo ya kituo cha afya cha Kanyindo ni zaidi ya shilingi milioni 200 ambazo kampuni imeweza kuzitumia kwa ajili ya kujenga hizo kituo cha afya. Kutoka katika kijiji cha Kanyindo, wilayani Chato, mkoani Geita, Renatus Masuguliko, Star TV. Baada ya mapumziko mafupi, habari za biashara na uchumi zitafuata. Tafadhali sana endelea kuwa nami. Mwaka mpya huu tunaliamsha dude upya kwa sababu DSTV we got you. Tuna mashuti, tuna matokeo, tuna filamu, tuna yowe la ushindi, tuna tamthilia, tuna vichekesho, na kwambia tuna vitu avipendavyo kila Mtanzania. Njoo ujiunge nasi, halafu ukiamua kubaki nasi, mara pap tunakupandisha kifurushi bila malipo ya ziada. Lipia bomba tukupandishe shangwe, na ukilipia shangwe tunakupandisha compact na kuendelea. Faidi channel zaidi, vipindi zaidi, sababu nyingi zaidi za kubaki na sisi, kwa familia yako, marafiki zako na kwako binafsi kila kukicha. Ndiyo, tuna vingi katika vyote unavyovihitaji kuanza mwaka wako na furaha maradufu. DSTV, we got you. Halmashauri ya wilaya ya Musoma mkoani Mara imekuwa ya kwanza mkoani humo kutoa kiwango kikubwa cha mikopo kwa watu wenye ulemavu, kuondolea kero ya ukosefu wa mitaji ili waweze kufanya biashara zao na hivyo kuepuka kuwa ombaomba. Habari zaidi na Sadiki Hunga. Halmashauri ya wilaya ya Musoma ni miongoni mwa halmashauri 9 zilizopo mkoani Mara. Halmashauri hii inatajwa kuwa kinara cha utoaji wa mikopo, ikizingatia idadi kubwa ya watu wenye ulemavu, huku ikisimamia ajenda muhimu za wanawake na vijana. Kati ya halmashauri 9 za mkoa wa Mara, halmashauri ya Musoma vijijini ndiyo ya kwanza kwa utoaji wa mikopo kwa watu wenye ulemavu. Mwenyekiti wa chama cha walemavu mkoa wa Mara CHAWATA, Yohana Magai, anasema halmashauri hii imekuwa ikifanya jitihada kubwa kuhakikisha kundi hilo lisibaki nyuma katika kukuza uchumi wa taifa. Hatutaki watu wenye ulemavu tena tuwe ombaomba wakati nchi inatoa fursa ya kufanya nini? Ya kutukopesha. Hatutaki kabisa. Mwenyekiti wa halmashauri hii na kaimu mkurugenzi Majidu Karugendo wanavitaka vikundi hivyo kuhakikisha fedha walizopata zinatumika ipasavyo. Miradi mlioandika mpaka mkafikia hatua ya kuidhinishiwa hizo fedha kama leo tunavyoenda kufanya, basi kusikuwepo na diversion, mabadiliko. Fedha zilizotengwa ni milioni 143,035,732 na senti 92. Wanufaika wa mikopo hiyo kutoka makundi ya walemavu, wanawake na vijana wanaishukuru serikali kwa kuwapatia mikopo nafuu na isiyo na riba. Na mama, tunajua tukishapewa hizi hela, haujajenga utatamani kujenga, haujanunua TV na sofa utakimbilia huko. Sisi vijana tuna mambo mengi sana. Sasa hii hela ukienda tena kuifanyia mambo mengine, basi hujalenga kile ulichokikusudia. Najua kwamba tutaenda kuongeza nguvu, tutaenda kuongeza juu ya kuongeza,
mbili mara mbili itakuwa ni mara ngapi hiyo? Halmashauri ya wilaya ya Musoma imetoa zaidi ya shilingi milioni 133 kwa ajili ya vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Sadiki Unga, Star TV, Mara. Katika kuongeza ufanisi wa matumizi ya kifedha, Mix imeahidi kutumia mwaka 2026 kwa ajili ya kutoa elimu ya fedha sanjari na kuongeza ufanisi wa miundombinu ya teknolojia ili kuhakikisha inaongeza ujumuishi wa huduma za kifedha nchini. Tupate taarifa kamili. Haya yamesemwa na meneja wateja maalum kutoka Mix Mary Ruta wakati wa kukabidhi fedha kwa washindi wa draw ya 4 ya magifti ya Mix Pesa jijini Dar es Salaam, ambapo wamesema hatua hiyo inakuja wakati tayari wakiwa wanaendelea na kampeni ya kutoa fedha, ambapo zaidi ya Watanzania 33 wamejishindia fedha ambazo zitawasaidia kutatua changamoto mbalimbali. Tunaendelea kuwa washirika wenu wa kifedha, tukiwasaidia kutatua matatizo mbalimbali ya kifedha na kuwa washauri wenu wa kifedha ili tuendelee kuwa pamoja na kusaidiana pamoja kuweza kuendelea kupata maendeleo. Baadhi ya wanufaika wakizungumza kwa nyakati tofauti wameshukuru kupata fedha hizo, huku wakieleza kuwa zitawasaidia katika kutatua changamoto na kufungua biashara. Pesa ninazopata, kitu cha kwanza nitasaidia wazazi wangu. Kitu cha pili nitatoa kidogo sadaka kwa kumshirikisha Mwenyezi Mungu, hata kutoa msikitini kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu, na kingine kitachobaki nitaendeleza kwenye biashara yangu ninayofanya. Ushindi huu. Lakini pia pesa hii itanisaidia kwenye kuniboost kwenye ujasiriamali wangu kwa sababu mimi ni mfanya biashara ndogo ndogo. Kwa sababu ninasoma pia itanisaidia katika masomo yangu. Pia na mzazi wangu nampenda sana mama yangu. Pia nami nitashiriki naye kwenye furaha hii. Mwisho wa habari za biashara na uchumi. Punde ni habari za kimataifa. Endelea kuwa nami. Umati mkubwa wa watu umejitokeza kuunga mkono serikali ya Jamhuri ya Kiislamu katika mji mkuu wa Iran, Tehran. Chazi Machugu na undani wa habari hii. Sura mpya ya maandamano ya Iran imebadilika licha ya maandamano haya kusababisha vifo vya zaidi ya watu 500 na maafisa 48 wa usalama, huku zaidi ya watu 10,600 wakikamatwa tangu kuanza kwa maandamano mnamo Disemba 28 mwaka jana, na ambayo yameenea kote nchini humo. Maelfu ya Wairan wameandamana kuiunga mkono serikali kama ishara ya kuiunga mkono serikali chini ya kiongozi mkuu wa Iran, Ayatollah Ali Said Khamenei, pamoja na kuomboleza vifo vya maafisa wa usalama waliouawa wakati wa maandamano hayo. Wakati hayo yakijiri, Iran imelegeza baadhi ya vizuizi kwa raia wake. Kwa mara ya kwanza baada ya siku kadhaa ya kuzimwa kwa mtandao, wameweza kupiga simu za kwenda nje ya nchi. Kwa sasa Iran imetikiswa na maandamano makubwa yaliyochochewa na hali ngumu ya kiuchumi, lakini serikali ya Tehran imelaumiwa pakubwa kwa kutumia nguvu kubwa kuwakandamiza waandamanaji hao, ambao baadhi wamesikika wakimtaka kiongozi mkuu wa kidini wa taifa hilo, Ayatollah Ali Said Khamenei, ang'atuke madarakani. Tukiangazia Uganda. Alhamisi hii Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni atakuwa katika jaribio lingine la kutaka raia wa nchi hiyo wamuongezee muda zaidi ya utawala wake uliodumu kwa karibu miongo 4, uchaguzi ambao umeibua tena maswali kuhusu urithi wa kiongozi huyo katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Rais Museveni, ambaye aliingia madarakani mnamo mwaka 1986 baada ya kuongoza mapinduzi,
anagombea kwa muhula mwingine wa 7 huku mpinzani wake mkuu umri wake ukigonga miaka 43. Jina lake ni Robert Kyagulanyi Ssentamu maarufu kama Bobi Wine, ambaye alimaliza wa pili katika uchaguzi wa mnamo mwaka 2021 kwa kupata 35%. Kwa sasa anafurahia uungwaji mkono mkubwa kutoka kwa vijana. Kuelekea kwa uchaguzi huu, mamia ya wafuasi wa upande wa upinzani wamekamatwa na vyombo vya usalama, huku jeshi likihusishwa kwa kiasi kikubwa kwenye siasa za mwaka huu, kukiibua maswali kuhusu uhuru wa uchaguzi wenyewe. Uchaguzi huu pia unafuatiliwa kwa karibu na waangalizi wa ndani pamoja na washirika wa kigeni, hasa ukizingatia kuwa katika uchaguzi uliopita wa mwaka 2021, Marekani na waangalizi wa Umoja wa Ulaya walisema kuwa uchaguzi huo haukuwa wa huru wala wa haki hata wa kuaminika. Kwingineko, muda mfupi tu baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kuwa nchi yeyote itakayofanya biashara na Iran itatozwa ushuru wa 25%, China imepinga vikali vikwazo vyovyote haramu vya upande mmoja na kusema mamlaka ya muda mrefu itachukua hatua zote muhimu ili kulinda haki ya maslahi yake halali. Msemaji wa ubalozi wa Uchina nchini Marekani, Liu Piangyo, amesema vita vya ushuru na vita vya biashara havina washindi na kulazimishwa na shinikizo haviwezi kutatua matatizo. Rais Trump aliandika kwenye jukwaa lake la mtandao wa kijamii kwamba nchi yoyote inayofanya biashara na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran italipa ushuru wa 25% kwa biashara yoyote inayofanywa na Marekani na kwamba amri hii ni ya mwisho. Hatua hiyo inaweza kuvuruga zaidi uhusiano wa kibiashara wa Marekani na uchumi wa dunia kama vile China na India. Umoja wa Falme za Kiarabu, Uturuki na Ujerumani ni miongoni mwa nchi zinazofanya biashara na Iran. Na sasa tuweke nukta kubwa katika habari hii. Rais wa Korea Kusini Lee Jae-myung amewasili Japan Jumanne hii kabla ya mkutano wa ngazi ya juu na waziri mkuu wa Japan Bi Sanae Takaichi mjini Nara. Mkutano huu unakuja wakati huu kukiwa na mvutano wa kidiplomasia ukiongezeka kati ya China na Japan, hasa kuhusu kisiwa cha Taiwan. Mkutano huo kati ya rais wa Korea Kusini Lee Jae-myung na waziri mkuu wa Japan Bi Sanae Takaichi ulifanyika baada ya ziara ya Lee mjini Beijing mapema mwezi huu, wakati ambapo mvutano umekuwa mkubwa kati ya Beijing na Tokyo baada ya Takaichi kusema shambulio la Wachina dhidi ya Taiwan linaweza kuwa hali iliyohatarisha maisha kwa Japan inayohitaji matumizi ya nguvu. Mwisho wa habari za kimataifa. Sasa mtazamaji, kaa tayari kwa habari motomoto za michezo na burudani. Mwaka mpya huu tunaliamsha dude upya kwa sababu DSTV we got you. Tuna mashuti, tuna matokeo, tuna filamu, tuna yowe la ushindi, tuna tamthilia, tuna vichekesho na kwambia tuna vitu avipendavyo kila Mtanzania. Njoo ujiunge nasi, halafu ukiamua kubaki nasi, mara pap tunakupandisha kifurushi bila malipo ya ziada. Lipia bomba tukupandishe shangwe, na ukilipia shangwe tunakupandisha compact na kuendelea. Faidi channel zaidi, vipindi zaidi, sababu nyingi zaidi za kubaki na sisi, kwa familia yako, marafiki zako na kwako binafsi kila kukicha. Ndiyo, tuna vingi katika vyote unavyovihitaji kuanza mwaka wako na furaha maradufu. DSTV, we got you. Mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Malinyi
Hamisi Katimba amesema serikali itaendelea kusaidia na kukuza sekta ya michezo ili kuibua vipaji na kuwezesha vijana kujiajiri kupitia sekta hiyo. Tupate taarifa zaidi. Hamisi Katimba, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Malinyi, amebainisha hayo wakati akikabidhi shilingi 500,000 kwa viongozi wa chama cha soka wilayani Malinyi, na akasisitiza kuwa mchango huo ni sehemu ya jitihada za halmashauri hiyo kuendeleza sekta ya michezo wilayani humo. Halmashauri tunaithamini sana sekta hii kwa sababu pamoja na kuwa ni michezo, lakini tunaichukua sekta hii ya sanaa, utamaduni na michezo kama ni sehemu pia ya ajira. Na wananchi wetu wa wilaya ya Malinyi ni wananchi ambao wanapenda sana michezo. Na sisi tumepata imetupa picha kwamba tunaweza tukashirikiana na wadau mbalimbali kuhakikisha tunasaidiana kuinua michezo katika halmashauri yetu. Afisa michezo halmashauri ya Malinyi, Godfrey Kahule, anaelezea mikakati walioiweka na halmashauri ili kuboresha sekta ya michezo na kuboresha miundombinu ya viwanja hususan katika mchezo wa kabumbu. Tuna mpango mkakati ambao sasa tumeanza nao kwa mwaka 2026-27 ukiwa na mkakati wa kuboresha viwanja. Tumeandaa mpango kazi ambao tutakwenda kutafuta wadau kwa ajili ya kwanza tuwe at least kila kata tuwe na uwanja wa mpira wa miguu ambao una magoli ya chuma, lakini pia tuwe na uwanja ambao ni standard kwa kila kata. Viongozi wa chama cha mpira wa miguu wilayani Malinyi wanaelezea mahitaji yao katika upatikanaji wa vifaa vya michezo, ukarabati wa viwanja vya michezo ili kuweza kuhimili ushindani katika michuano ya ligi mbalimbali. Kwa mkakati yetu mikubwa ni kusimamia ligi mbalimbali ambazo zitakuwa hapo mbeleni, ligi daraja la 4, la 3 na kuendelea, lakini pia mashindano ya ndani. Kwa kipindi hiki chote tulikuwa hatujafanya vizuri, ila kwa mwaka huu tumejipanga vizuri kabisa. Tumeandaa timu na tunaendelea kujipanga kwa ajili ya kupata timu ambayo itatuwakilisha katika halmashauri yetu hadi kufikia ligi kuu. TV ilifika katika moja ya viwanja vya soka katika halmashauri ya Malinyi na kukutana na baadhi ya vijana waliojikita katika mpira wa kabumbu, na hiki ndicho kilio chao. Ambapo bwana ni changamoto kubwa sana kwa sisi vijana katika eneo letu hili. Cha kwanza ni vifaa vya michezo. Omba sana serikali iweze kufika kwenye maeneo ya vijijini huku waweze kuwezesha vijana, kwa sababu wilaya Malinyi ni wilaya ambayo imebarikiwa sana vijana kuwa na vipaji vya mpira. Hatua hii imepokelewa vizuri na wadau wa michezo wilayani Malinyi, wakieleza kuwa ni chachu muhimu ya kuimarisha na kuinua maendeleo ya mpira wa miguu katika wilaya hiyo. Nikiripoti kutoka Malinyi mkoani Morogoro, ni Josephine Mwaiswaga wa Star TV. Mtazamaji, katika kombe la mapinduzi